Tupungele mikono. Bwana asifiwe. Haleluya kanisa, Bwana asifiwe. Ndugu zangu wanadayosisi hii ya Kusini, kanisa la Kilutheri la Uamsho Tanzania, ni furaha yangu kubwa na iliyoje leo kukusanyika kwa pamoja kuwa na ibada hii ya wataradhia wa uchungaji, na tena wachungaji wanawake tu. Mpeni Bwana makofi mengi mengi. Naona umeme hapo nasumbua kidogo. Inaleta hamu. Niendelea au niendelea? Bwana asifiwe. Amen. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Moja ya sababu kubwa, kuna sababu nyingi lakini moja ya sababu kubwa iliyotuondoa tusishirikiane tena mwamvuli wa KCAM ni ubaguzi dhidi ya ndugu zetu watumishi wa Mungu, wachungaji wanawake. Walibaguliwa sana tulipokuwa kule. Hawakutambuliwa kwa maana wao wanaweza wakawa makuhani, wanaweza wakaongoza madhabahu. Na ndugu zangu, tulipokuwa tukiingia kule, tuliingia na wachungaji wanawake, lakini tuliingia wakitupokea kwa shingo upande, wakisema kwamba hata kama tunawapokea lakini msiwapatie charika. Lakini ndugu zangu, ni kwa mvutano na kushauriana wakakubali kwa shingo upande kwamba baadhi ya wachungaji wanawake wapewe charika, lakini wao hilo haikuwa hiari yao. Na wakatuwekea tena kikomo kwamba tusimbariki mwanamke yeyote yule. Na ndio maana toka tulipoingia KCAM tumekaa miaka 3 na hatukuweza kumbariki mchungaji yeyote mwanamke. Lakini Bwana anayefanya njia pasipokuwa na njia amefanya njia, tumeingia kwenye jengo la kwetu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, nyumba ya mwingine ni nyumba ya mwingine, na hasa nyumba ya kupanga. Nyumba ya kupanga huna uhuru nayo. Nyumba ya kupanga, mwenye nyumba anaweza kusema leo hakuna kula kitimoto, tutakula dagaa, na mtafuata hivyo kwa sababu ni nyumba ya kupanga. Na ndugu zangu, na ndio maana ilipofika wakati tukasema sasa yatosha, pamoja na figisu nyingine zote ambazo walitufanyia, matendo mengine ya ukatili waliotufanyia, tukasema sasa yatosha. Haijalishi tutaanzeje, lakini tuhamie kwenye nyumba yetu. Hebu mpigie Bwana makofi. Bwana asifiwe. Kwa mtu yeyote mwenye akili, baba anapokuambia kwamba hii ni nyumba ya kupanga, inabidi uelewe kwamba hii ni nyumba ya kupanga. Usipoelewa kwamba hii ni nyumba ya kupanga, basi akili zako zinahitaji kupimwa. Na baba anaposema sasa tumeshapata nyumba ya kwetu, hebu tuende kwenye nyumba yetu, alafu baadhi ya watoto wasema tutabaki hapa kwenye nyumba ya kupanga, unahitaji kuwaombea vile vile. Bwana Yesu apewe sifa. Tunamshukuru Mungu sana sana, tena kwa machozi mengi ya furaha, kwamba ametupa kanisa hili, kanisa la kwetu sisi wenyewe, kanisa la Kilutheri la Uamsho Tanzania, kanisa ambalo linaanzia Mbeya. Haleluya kanisa. Bwana asifiwe. Kanisa la KCAM lilianzishwa kule Moshi, na makao makuu yako Moshi, na linamilikiwa kule Moshi. Lakini hili la kwetu kanisa la Kilutheri la Uamsho Tanzania limeanzia huku Mbeya, lina huku Mbeya, lina kwetu huku Mbeya, na makao makuu yetu yako Mbeya. Ndugu zangu, mama yako aliyekuzaa, kama una akili timamu, mama yako aliyekuzaa, haijalishi ikoje, inabidi umpende kwa sababu ni mama yako. Kwa sababu ni mama yako. Cha kwako ni cha kwako. Mimi nilipokwenda Ulaya, siku moja nikasema kwa nini sikuzaliwa huku Ulaya? Lakini baadaye nikatubu nikasema hata kama ningependa kuishi Ulaya na kusema ni wa Ulaya,
lakini mimi nimezaliwa Kyela na nyumbani kwetu ni Kyela na mkoa wa Mbeya huko Sebe. Lazima nikupende hata kama kuko vile kufanana Ulaya, kwa sababu kwako ni kwako, nyumbani ni nyumbani. Haleluya kanisa. Ndugu zangu, wilaya hii sasa ya Kyela, kwa mfano wilaya hii ya Kyela ina makanisa makubwa tu, tena ambayo yameanzishwa na watoto wenu wa Kyela. Tunalo kanisa la Kiinjili la Kimoravian Tanzania. Alafu la pili kanisa kubwa la pili ni kanisa la Kiluteri la Uamsho Tanzania huko Kyela. Bwana Yesu asifiwe. Lakini na sisi Mbeya katika makanisa ya Kiluteri na sisi tumo. Katika mkoa wa Mbeya tumo, katika mkoa wa Iringa tupo, katika mkoa wa Songwe tupo, Dar es Salaam tupo. Ndugu zangu, tunasonga mbele. Wameita Kisare, wamesema walidhani kwamba tunafanya nini, tutakufa, lakini kumbe tufanya nini, tunaendelea kuishi. Hebu mpigie Bwana makofi. Haleluya, Bwana asifiwe. Niwaombe sana ndugu zangu wachungaji, niwaombe sana wachungaji wangu, tushikamane, tupendane, tuheshimiane. Mkubwa uheshimu walio chini yako, kwa sababu huwezi kuwa mkubwa kama hawapo walio chini yako. Hebu wainjilisti na watheolojia, naomba tusimame. Tuwapende hawa wenzetu hawa, maana bila ya hawa ndio askari wa Yesu, ni jeshi la Bwana hawa. Tuwapende, tuheshimu. Hebu makofi mengi kwao tena wainjilisti wetu. Naomba tuketi. Ndugu zangu wa Kristo, tunafahamu fika ya kwamba ni sisi wachungaji tulisababisha tutoke KKT. Tena ni sisi wenyewe wachungaji tukasababisha tutoke wapi? KCAM. Lakini sasa mimi ninaamini kwamba ulikuwa ni mpango wa Mungu atenganishe mchele na nidamani. Mungu atenganishe mchele na nidamani. Ilikuwa ni mpango wa Mungu. Ndugu zangu, ninawaomba sana wa Kristo, mtuombee sisi viongozi wenu, mtuombee sisi wachungaji wenu, mtuombee ili kanisa hili ambalo Mungu ametupa kwa neema tu lipate kukua, lifike Tanzania nzima. Amina kwa Bwana. Ofisini kwangu nimepokea barua nyingi za maombi za Uamsho Tanzania, na ninayo furaha kuambia hapa ndugu zangu kwamba mchakato wetu wa usajili unakwenda vizuri. Tumepata kibali cha kuabudu kwa muda na tuasubiri usajili wa kudumu, na wenyewe tutapata hivi karibuni. Hebu piga makofi kwa Bwana. Haleluya kanisa. Leo tulipokwenda pale kwa OCD, mtu mmoja pale mla akasema kanisa lenyewe hatulijui na hatujui kwamba limesajiliwa, hatuwezi kusimama na kanisa ambalo haijasajiliwa. Lakini kawaambia kwamba nenda ofisi ya msajili ukajione kazi ambayo inaendelea na kibali cha muda ambacho tunacho. Wakanyamaza kimya. Ndugu zangu, naomba nishie hapa. Muda wetu ni mchache, lakini na furaha sana. Mwambie jirani yako, mwambie nimefurahi kukuona tena. Mwambie tena jirani, mwambie nimefurahi kukuona tena. Mwambie nimefurahi kwamba tuko pamoja. Bwana asifiwe. Ndugu zangu, mimi ninayesimama hapa, hata kama Mungu ataniita kwenda kupumzika kwa Baba, naomba sana kwamba mbegu ya uamsho ndani ya kanisa hili izidi kusonga mbele, izidi kukua. Hatuna fedha, hatuna
lakini tunachojivunia ni ibada zetu ambazo zinampa Mungu sifa, ibada ambazo zimechangamuka, ibada ambazo sio za wagonjwa, ni ibada za wazima wanaompatia Mungu tukufu, wanaompatia Mungu sifa. Bwana asifiwe. Ndugu zangu, hata kule Mloo tumeanza kanisa letu la Kiluteri la Uamsho. Hebu dada kutoka Mloo, njoo. Mwema Kiando,